Haya jamani, tumeshaingia ndani sasa ya ofisi ya bwana Michael. Bwana Michael, hongera sana. Thank you so much. Hivi kwa siku hapa unahudumia watu wangapi? Hapa tunakutana na makundi ya watu wenye ulemavu wengi. Hii ndio sehemu yao ambayo wanapata faraja, wanapata furaha, wanapata hope. Kama ambavyo jina letu linaitwa Foundation for Disabilities Hope. Kwa hapa wanapata hope. Kwa hiyo wakija hapa utakutana na watu wenye ulemavu wengi. Wakati mwingine wanakuja tu kutusalimia, na sio tu watu wenye ulemavu, hata watu wengine wengi wanakuja hapa. Hapa utaona wanakuja kupata faraja. Utaanza kuona baada ya muda hapa wanakuja wengi. Sasa sisi tunafurahi kuwa hapa. Lambert. Umeridhika? Tuko vizuri. Tuko vizuri. Yes. Tuelekee kwenye mambo yetu. Haya, sawa. Bwana Michael, sasa mwaka uchaguzi ndio huu. Kama watu wenye ulemavu kwanza mmejiandaa? Tumejiandaa. Tumejiandaa, na kujiandaa kwetu tumejiandaa kwa maana mbili. Tunafahamu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, lakini hatupendi kupiga kura. Wako watu wenye ulemavu nao wanakwenda kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa hiyo tumejiandaa kwa maana ya kuhamasisha watu wenye ulemavu, wale ambao mpaka sasa hawajafikiwa na ujumbe huu wa kujua, lakini kwa asilimia kubwa sana tumekuwa na mwitikio mkubwa wa watu wenye ulemavu kushiriki, na sisi bado tunafanyia kazi yale mapungufu madogo madogo ili waweze kushiriki kikamilifu. Kwa hiyo tuko tayari, tunasubiri tu muda ufike, wale wanaokwenda kugombea wakagombee, na sisi tutawaunga mkono. Lakini wale ambao wanasubiri kwenda kupiga kura, kutafuta mgombea ambaye anaweza kabisa pia ajenda za watu wenye ulemavu. Kwenye uandikishaji, kwa sababu ni kama tayari tupo kwenye uchaguzi tayari, tunachosubiri ni michakato mingineyo ya kugombea kama ulivyosema, na siku yenyewe ya kupiga kura. Kwenye uandikishaji, kama watu wenye ulemavu hawajapata changamoto yoyote? Hatuwezi kusema hawajapata, ila tunaweza kusema tumepunguza kwa kiwango kikubwa zile changamoto tofauti na chaguzi zingine. Kwa mfano, tumekuwa na kutoa mapendekezo kwa tume kuhusiana na maeneo kadhaa ya uboreshaji. Kwa mfano, nilieleza mwanzo kwamba tuna makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Sisi ajenda yetu ni kuona kundi la viziwi linapata usaidizi pindi linapokwenda hata kwenye hivyo vituo vya kwenda kuandikisha. Wale wasaidizi waandikishaji wajue, wawepo pia watu ambao wanaweza kuwasaidia kwa maana ya wakalimani wa lugha ya alama kwenye vituo. Lakini pia zile karatasi, unajua automatically mtu mmoja ana low vision, anaoni hafifu. Kwa hiyo moja kwa moja basi zile karatasi za kujaza kama zipo zimewekwa kwa maandishi gani makubwa, kwa kiwango gani kufanya huyu mwenye low vision aweze kuandika ama kujaza zile particulars zake sina kizuizi chochote. Lakini pia tunasema kwamba kuna wale ndugu zetu wasioona kabisa wanahitaji zile karatasi kwa maandishi ya nukta nundu. Kwenye vile vituo nako tumekuwa tukitoa mapendekezo kwamba asikuwepo zile karatasi za nukta nundu. Kwa hiyo tunaona ziko hatua kadhaa ambazo tunaona tunachukua jitihada za pamoja na tume na sisi kama taasisi tunaendelea pia kuhamasisha pia. Hatuwezi kusubiri vikwazo viondoke ndio tushiriki, ila tunaweza kushiriki wakati utatuzi wa vikwazo ukiwa unaendelea. Sasa kulikuwa kuna zoezi lile la watu kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Vipi huko vituoni, watu walipokuwa wanaenda kuboresha taarifa zao, mliona kuna baadhi ya hatua ambazo zimeshaanza kuchukuliwa pengine kwa watu wenye ulemavu, kwa wale watu ambao wanahudumia? Tulikuwa kwanza na kikao na tume. Nashukuru tume kushirikisha kwenye mchakato wa kutoa mapendekezo na kuangalia changamoto zile. Lakini tumeanza zoezi hili la uboreshaji. Nako kule tuliona kwamba tukatoa mapendekezo, lakini tulitaka kuona kwamba hata vile vituo
ambavyo vinatumika watu kwenda kuboresha vile vituo rafiki. Tusiende pale unakuta jengo lina ngazi nyingi ambazo mtu mwenye wheelchair hawezi kufanyaje, hawezi kuingia na kupanda. Lakini pia tukasema basi kwamba angalieni watu wenye low vision, mfano watu wenye albinism. Mimi ukiniwekea ngazi ambazo zina rangi moja, kama ni rangi nyeusi, mimi nikishuka najua nimemaliza ngazi, kuna ngazi nyingine bado naweza nikadondoka. Kwa hiyo tunaendelea kutoa mapendekezo, na nashukuru ziko jitihada zinafanyika na bado tunaendelea pia kuona kwamba tunachukua hatua za pamoja. Sawa. Nikiuliza kwamba watu wenye ulemavu unaona wapo tayari kwa kushiriki uchaguzi mkuu, unaweza ukasemaje? Wako tayari. Kwa nini na kivipi? Wako tayari kwa sababu unajua sisi kama watu wenye ulemavu kwa muda mrefu sana tunakuwa tukisisitiza ushiriki kamili wa watu wenye ulemavu kwenye vyombo vya maamuzi, na licha ya jitihada ambazo zinapigwa tunakuwa tukiomba mara nyingi kuwa na uwakilishi wenye uwiano kwenye vyombo vya maamuzi. Kwa mfano tukitaka kuzungumzia ngazi za bunge, wakilishi wa kibunge, tunataka kuona wawakilishi wenye ulemavu kwa kuzingatia uwiano sawa, ni me na ke, tofauti na sasa hivi kuna wanawake peke yake. Sasa ni jambo zuri, kwanza tumeanza kwa hatua hiyo na tunapongeza, lakini sasa tunataka kuona kwamba uwakilishi unakuwa mpana zaidi, ili ajenda za watu wenye ulemavu ziweze kuwa na nguvu katika vyombo vya maamuzi. Sawa. Kwenye mabaraza ya madiwani hivyo tunahitaji. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tuko tayari, kwa sababu hatuendi tu kuchagua, lakini hata tukienda kuchagua pia tunataka kuchagua pia wale watu ambao watabeba ajenda za watu wenye ulemavu. Kuona pia vipaumbele, je, vipaumbele vina uwiana na matarajio yetu, ndicho ambacho sisi tunataka pia kuona. Wagombea wetu hawa wanaokwenda kujinadi huko, zile promise plan zao, zile promise plan zinatujumuisha sisi, ndio kitu ambacho pia tunataka kwenda kukiona. Kwa maana tunasema tuko tayari. Vyama vingi sasa hivi vinaendelea na mchakato wa kuteua wagombea, lakini kuna ambavyo vimekamilisha pengine kutengeneza ilani zao na wengine wanaendelea kutengeneza ilani. Kwenye haya maeneo mawili, kwenye ilani kuna vyama viliwafuata kuwauliza nini mnatamani kiingie kwenye ilani ya chama, na kwenye michakato ya kupata wagombea kwa sasa mnashirikishwa? Nakushukuru Ramadhani. Tumekuwa tunatoa mapendekezo kwenye baadhi ya vyama vya siasa, na tumepeleka mapendekezo yetu kama taasisi kwa baadhi ya vyama vya siasa kwamba sisi tungependa kwenye manifesto zenu tuwepo na haya kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Sisi tungetamani hili na hili liingie, na viko vyama ambavyo vimepokea na tumesema tunafanyia kazi. Sasa tutakapoanza kuziona zile ilani zao, sasa ndipo tunaweza kupima kwamba je, yani tulioyapeleka yafanywa kazi ama hayakufanywa kazi. Lakini michakato tunaanza kuona kuna baadhi ya vyama vimeanza kuruhusu watu kwenda kutangaza nia kuchukua fomu za wanachama wao. Sasa kule nako tumepeleka mapendekezo kwamba michakato hiyo izingatie uwepo wa makundi ya watu wenye ulemavu. Lakini pia tumekuwa tukiomba vyama vya siasa vione vina wajibu wa msingi wa kubeba ajenda za watu wenye ulemavu kwenye hizi chaguzi. Sababu ukweli ni kwamba wagombea wote wanatokana na vyama vya siasa, na sisi kama watu wenye ulemavu wengine wako kwenye vyama vya siasa. Kwa sisi kama taasisi tumekuwa tukiwaomba pia vyama vya siasa vione vinao wajibu wa muhimu na wajibu wa msingi kabisa kuhakikisha kwamba vinawasaidia watu wenye ulemavu na wao kutimiza ndoto zao za kiuongozi kwa kuwapa nafasi katika chaguzi hizi zinazokuja. Sasa tunategemea kupata tathmini mara baada ya uchaguzi, na
tutafurahi tukikutana hapa mara baada ya uchaguzi kuangalia, kufanya tathmini yetu, kujua je, ni vyama vingapi ambavyo vimetoa nafasi ya ushiriki kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Lakini ilani zimekwenda kujibu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Tunataka ilani ambazo zinakwenda pia kujibu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunadhani tutapata nafasi hiyo ya kuweza kutathmini mara baada ya uchaguzi na hizi ilani kutoka, pia tuangalie ni vipi vyama vilitusikia, vipi havikutusikia. Tutakuwa tumejua kabisa kwamba sisi tutawashawishi watu wetu, jamani, vyama vilivyotusikia ni hivi hapa, sasa tuone namna ya kushirikiana. Kuna vyama vingapi ambavyo mpaka sasa mmeshavifikia kupeleka hivyo? Sisi tumepeleka mapendekezo yetu kwenye vyama vyote vya siasa. Vyote vya siasa. Vyote wakapokea. Vyote wakapokea. Tunasubiri utekelezaji tu. Vyote wakapokea. Na tumeshaanza kama taasisi kusanya wagombea kwenye vyama mbalimbali wenye ulemavu ambao wanatia nia. Kwa hiyo tunayo database yao. Kwamba tunajua kabisa kwamba kwenye chama fulani kwenye ngazi ya ubunge kuna wagombea fulani kwenye idadi fulani ya watu wenye ulemavu ambao wametia nia kwenye nafasi mbalimbali. Nia ya kufanya hivi maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tutakapokuja kufanya tathmini, vyama vikisema hawajitokeza, sisi tutawaambia hapana, hawa hapa walijitokeza kugombea nafasi za ubunge na idadi yao iko hapa. Sawa. Yes. Haya. Tuko sawa. Bana, kwenye nilikuwa unajua hapa Dodoma ndo bunge linapoendelea na wewe shughuli zako unafanya bungeni. Ukitazama bunge hili linalomaliza muda wake, limewatendea haki watu wenye ulemavu? Ninaweza kukiri kwamba yako mambo ambayo bunge imesaidia. Na yako mambo ambayo watu wenye ulemavu wamenufaika. Kwa mfano, katika bajeti ya mwaka 2023 nadhani 24, watu wenye ulemavu kupitia vyama vyao wameanza kupewa ruzuku, na kupitia ofisi ya waziri mkuu ilikuwa ikisimamia hilo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika bajeti hilo, maana yake ni kwamba ilipitishwa bajeti ambayo imepelekwa kwenye vyama vya watu wenye ulemavu. Hiyo vyama sasa vimeanza kupata ruzuku, angalau sasa inasaidia hivi vyama kusustain. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni jitihada muhimu. Lakini pia kupitia bajeti ambazo zimeweza kupitishwa na bunge, imeweza kusaidia pia upatikanaji wa vifaa na ununuaji wa vifaa. Kwa mfano, ilitengwa milioni 60 kwa ajili ya kununua mafuta kinga kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia kuna vyuo vya ufundi vya watu wenye ulemavu. Vingine vimejengwa na vingine vimekarabatiwa. Kwa mfano, kuna chuo kiko Singida pale, chuo cha Singida cha watu wenye ulemavu, nake kimeweza kukarabatiwa, na vyuo vingine vya ufundi vya watu wenye ulemavu ambao vimeweza pia kujengwa. Kwa hiyo tunapongeza jitihada hizi ambazo zinaweza kufanyika. Kwa tunaona kuna mwitikio mkubwa. Lakini pia kupitia bunge, unajua tulizungumza pale nyuma changamoto ambazo watu wenye ualbino walikuwa wanapitia. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukipambana kuwa na national mkakati wa kitaifa wa ustawi wa haki na ustawi kwa watu wenye ualbino. Na ajenda ilianza kuzungumzwa kuanzia mwaka 2018. Lakini kupitia bajeti hiyo imeweza kusaidia pia. Mwaka jana mwezi wa 12 tumezindua mkakati wa kitaifa wa haki na ustawi kwa watu wenye ualbino, ambao sasa unakwenda kutatua changamoto mbalimbali ambazo watu wenye ualbino walikuwa wanakabiliana nazo, changamoto za kiusalama, changamoto za ustawi, za ulinzi, changamoto za afya, changamoto za uchumi. Tunaitwa mkakati wa kitaifa wa haki na ustawi kwa watu wenye ualbino. Kwa hiyo ni mafanikio ya Hai bwana Michael, sisi tunakushukuru sana na imekuwa ni maongezi yenye tija. Nitaomba uniambie jambo moja afikisha nitakupa nafasi ya kusema jambo la mno, au ulikuwa unataka kuuliza swali kabla hapo? Tuko vizuri? Tuko vizuri. Okay. Sasa kwa Michael, kwa kifupi unatuambia mnaona ishara njema ya kutokomezwa vitendo vya kikatili
dhidi ya watu wenye ulemavu, hususan ukifika wakati wa uchaguzi? Tunaona jitihada za unajua nimesema haya mapambano ya kifikra. Kazi ya kubadilisha fikra ni kazi ambayo inachukua muda, lakini tunaona angalau sasa kwamba tunapiga hatua kwa pamoja. Uwepo tu huo mpango wa haki na ustawi kwa watu wenye ualbino ni moja ya jitihada ambayo inatupelekea kule kwenye lengo la pamoja. Sawa. Lakini hatutaki kufurahia peke yake, lakini tunataka kuongeza jitihada zaidi kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama tutaendelea na hii kasi na kama tutakuwa na sauti ya pamoja, tunaweza kufika mahali tukasahau kabisa kumbukumbu hii mbaya ambayo imekuwa ikikumba taifa letu. Kwa hiyo kwa mfano kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana kulikuwa kuna ripoti yoyote? Mtoto wa Simwe. Okay, ukiachana na hiyo. Ilitokea Shinyanga kama sikosei. Na mtoto mwenye ualbino alijeruhiwa. Shinyanga ni Geita nadhani. Wakati wa kuelekea kwenye uchaguzi unazungumzia. Kwa Dodoma hakuna ripoti. Dodoma hapana. Dodoma hapana, kijatokea kisa hicho. Ni yale matishio ya kawaida tu ya kiukatili ambayo watu wengine wanapokea, kwa mfano ukatili wa unyanyapaa na yale majina ambayo watu wamezoea kuyaita kule, ambayo tunaendelea kupambana nayo. Nimesema kazi ya kubadilisha fikra ni kazi ambayo inahitaji jitihada za pamoja na si kitu cha siku moja. Mimi nikimpa 10,000 yangu mtu, 10,000 yangu ionekane kuwa ina ualbino. Sawa. na kwa Dodoma miaka kadhaa iliyopita kipindi kama hiki, unaweza kutuambia picha ilivyokuwa? Mimi nimefika hapa Dodoma, ndio mimi nimesuka kwa labda tunaelewa. Nikitokea Mwanza. Nimefika hapa nilikuwa na hofu sana. Na hofu yangu ilikuwa ni kwamba si kwa sababu Dodoma hana tukio kutokea, lakini hofu yangu ni kwamba wakimaliza kule eneo gani jingine ambalo wanaweza kulitarget. Na Dodoma hapa ukiangalia ni makao makuu. Kwa hiyo ilikuwa ni hofu kubwa sana, lakini pia hofu pia ilikuwa inabebwa na mtazamo wa jamii husika. Watu walikuwa na mtazamo, hapa tulikuja pia mtazamo ule wa majina yale potofu. Dodoma wana majina yao, wana majina yao ambayo wanamuita mtu mwenye ualbino. Kwa hiyo yale majina yalikuwa yanaongeza hofu kwetu. Yalikuwa yanaongeza hofu kwetu. Lakini pia wale watu unajua watu wanakuwa wanafanya matukio wanakimbilia kati hapa. Ni rahisi kuja Dodoma. Kwa hiyo ilikuwa inatusababishia pia tuwe na hofu. Lakini tunashukuru Mungu na jitihada ambazo tumefanya. Mimi nilichokifanya cha kwanza kabisa nilisema sitokaa ndani. Nitapambana kubadilisha fikra ikiwa naendelea. Nadhani hilo ni eneo ambalo limetusaidia. Sasa tunashukuru pia serikali yetu ya mkoa imekuwa itusaidia na tumekuwa tushirikiana. Na tunapotokea changamoto yote tunakaa tunazungumza. Kwa hiyo tunaona tuna hatua kadhaa tunapiga. Nini kilikutokea kwa kifupi sana? Mimi nilinusurika kuuawa mwaka 2006. Na baba yangu aliambiwa, walikuja watu watatu nyumbani wakamwambia sisi tunakupa $300,000. Tunakupa $300,000, tunakupa magari matatu, tunakupa na nyumba 3. Nataka nini? Tunataka ulimi, mkono na sehemu za siri. Kwa hiyo baba akawajibu kwa lugha ya Thani, alitumia akili akawaambia basi sawa, nimewaelewa. Sababu walikuja na $300,000 kabisa. Walikuja na $300,000 kabisa. Kwa jioni walikuja na $300,000 kabisa. Kwa hiyo baba akamwambia njooni kesho asubuhi. Njooni kesho jioni. Anaambia njooni kesho jioni. Kwa hiyo asubuhi ya kwanza usiku wake tulala kwa majirani. Yaani mimi na wadogo zangu wawili. Kwa hiyo usiku lazima niombe kulala kwa jirani. Sasa baadaye asubuhi kumekucha, tulikuwa tunafanya jitihada za kutoroka. Nifika mpaka saa 5 tunatafuta pesa ikashindikana. Ikabidi tuuze nyumba ya $20,000 kwa $2,500,000 ili tuweze kutoroka. Wakati tuko njiani tunakuja Dodoma, tukapokea simu kwamba tukapokea simu kwamba wale watu kuna watu wamekuja kuwaulizia hapa. Baba akamwambia waambieni tuko tutarudi jioni. Usiku wake wakaja wakavunja milango yetu. Walivunja milango, kwa bahati nzuri hawakuweza kutukuta. Lakini bahati mbaya pia walipoona hatupo, wakaenda wakamvamia mtu mwenye ualbino ambaye alikuwa anaishi mtaa pili kutoka mtaa. Walikuwa ni family friend, analetea mafuta na
Alikuwa ni rafiki yetu ambaye tunakaa tunakula naye pamoja na tunashiriki naye kwenye shughuli mbalimbali. Usiku ule ule wakaenda wakamvamia yule rafiki yetu, wakamkata ulimi, wakamkata mkono na sehemu za siri, wakaondoka. Kwa hiyo tulipopata hiyo taarifa ilinihuzunisha sana, na ndio kisa pia cha kufika hapa Dodoma. Sasa tukawa ni watu wa kuishi maisha ya kuhangaika. Tumeuza nyumba Lambert na dada kwa nyumba ya milioni 20 kwa milioni 2.5. Sasa tumeuza nyumba kwa milioni 2.5, tumekuja hapa Dodoma, hatuna makazi, tunaishi maisha ya kukimbia. Na nashukuru Mungu, baadaye Wasamaria wema wakaja kutuona, tukakaa kwa watu, tukaenda shule tukasoma. Baada ya kumaliza shule ndipo sasa wakati naendelea kutafuta kazi nikaona mimi Mungu amenisaidia, nimetoka kwenye hizo changamoto. Kwa nini sianzishe kitu ambacho kinaweza kuwa ni msaada na sauti kwa wengine? Ndipo Foundation for Disabilities Hope ilipozaliwa. Sawa, bwana, mimi nitakutafuta Michael tuizungumze hiyo story vizuri kinagobaga, lakini kwa hapo tuko kumaliza. Kwa hivyo mzee anasema watu wao walikuwa wanawafahamu? Hakuwa anawafahamu. Ni watu wa namna gani? Mmoja alijitambulisha ni mfanyabiashara wa madini. Na wawili wakajitambulisha kwamba wao ni wavuvi. Okay. Kwa maana yake walisema kwamba sisi tukipata viungo hivi naenda kuvitumia kwenye shughuli zetu, tusaidia kuvua, kupata samaki wengi, ndio tusema nikiweka kwenye madini nitapata. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini sasa mzee hakutoa pengine ripoti kwenye vyombo vya usalama? Nadhani hata mimi baadaye nilimuuliza hilo baba. Lakini baba alichoniambia alisema nilikuwa na hofu. Hawa watu walipata ujasiri wa kutuface sisi direct. Kwa akawa na hofu labda inawezekana kuna watu nyuma yake wengi ambao wanaweza wakatoa taarifa alafu. Kwa hiyo baba nadhani alipata hiyo hofu. Alipata hiyo hofu wa kutoa taarifa. Lakini matukio by the time matukio yalikuwa ni mengi sana. Na kwa hiyo maana yake ni kama hakukuwa pia na imani kwamba hata nikienda kutoa taarifa inawezekana kwa hiyo nadhani baba alipata hofu hiyo. Sawa sawa. Na alichoona jitihada ya haraka ni kutorosha. Michael, tutakutafuta tuzungumze vizuri hiyo story. Au vipi? Na najua kuna wengi wana story ama hadithi za maisha yao zenye kufanana na hii. Wapo hapa Dodoma, tutakutanisha nao tuzungumze. Ama namna gani? Ni kweli. Wako wengi. Sawa. Labda la kumaliza au Nido ulikuwa na swali kwanza? Okay, sije tunamaliza kumbe una jambo la kusema. Inatosha. Mradi umesema kwamba kuhusiana na hichi kisa kilichokuwa na tupatia hapa Michael, tutafuta muda mwingine tupige story. Kwa leo embu. Sawa. Tushike na haya. Bwana, labda mzee. Mimi nawashukuru sana. Ndio. Sana na Dodoma ni sehemu nzuri. Okay. Nadhani napata nafasi ya kutembelea huko na kule. Lakini huo ndio mwaka wa uchaguzi Lambert. Ndio. Una maana gani? Unafikiria kuingia kwenye mchakato? Tukifikia mtu tutavuka. Ama namna gani? Tukifikia mtu mto wenyewe upo wapi? Oktoba. Kiabu. Sawa, bwana, nashukuru sana Michael. Haya, bwana. Ndio. Maliza tundu. Hayo ndio mazungumzo na ndugu yetu Michael Salali kutoka hapa Dodoma, na hii ni Power Bank ya Bongo FM. Bado tuko sana Dodoma Kwa maelekezo yako. Na kuna assignment ambayo umenipatia. Naam. Nikatembelee ile miradi. Yes, kabisa. Katazame wanavyofanya kazi, watu waone, ili wale wanaoamini kwamba ukiwa na ulemavu ni kukaa kuto kujishughulisha wapate funzo. Umepokea maelekezo? Nimepokea na nitayafanyia kazi. Asante. Tutarudisha mrejesho hapa kwa Power Bank. All right. Bye bye.